Taarifa za hivi punde, mtazamaji wa Zone Media, moja kwa moja kutoka Mashariki ya Kati. Rubani wa pili wa Marekani kutoka ndege iliyodunguliwa na Irani siku ya Ijumaa ameokolewa baada ya mapigano makali eneo ambalo walikuwa wakimtafuta rubani huyo. Sasa hapa ripoti inaeleza kwamba afisa mmoja wa serikali ya Marekani ameiambia Al Jazeera kuwa rubani wa pili wa Marekani aliyekuwa kwenye ndege ya kivita aina ya F-15E Strike Eagle iliyodunguliwa nchini Iran ameokolewa baada ya operesheni ya hatari iliyohusisha mapigano makali. Kwa mujibu wa taarifa hizo, rubani huyo alipatikana baada ya kuripotiwa kujificha na kukwepa vikosi vya Iran kwa takribani siku mbili tangu ndege hiyo ilipodunguliwa. Baadaye aliokolewa na vikosi vya Marekani katika operesheni ya siri iliyofanyika usiku. Ingawa haijaelezwa rasmi ni vikosi gani vilivyohusika, inaaminika kuwa huenda vilikuwa vikosi maalum vya operesheni za kijeshi, yani Special Operation Forces. Taarifa zinaeleza kuwa operesheni hiyo ya uokoaji ilikumbwa na mapigano makali, huku mamlaka za Iran zikidaiwa kuwa tayari zilikuwa na taarifa kuhusu eneo ambalo Marekani waliamini rubani huyo alikuwa amejificha. Neno airman limetumika kumtaja rubani huyo bila kubainisha jinsia, hivyo bado haijajulikana kama ni mwanaume au mwanamke. Hata hivyo, baada ya operesheni hiyo yenye hatari kubwa, afisa huyo wa Marekani amethibitisha kuwa rubani huyo ameokolewa na tayari ametolewa salama ndani ya Iran na kwa sasa yuko nje hatari. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo imeweza kutokea mapema alfajiri ya leo baada ya Marekani kuthibitisha kwamba rubani wake wa pili ambaye alikuwepo katika ndege ya F-15 au F-15 Strike Eagle ameokolewa na vikosi maalum vya operesheni vya Marekani ambavyo viliingia katika maeneo hayo huko nchini Irani kwa ajili ya kuweza kumsaka. Baada ya rubani wa kwanza kusakwa na kupatikana, hatimaye rubani wa pili sasa amepatikana. Mwanzo kabisa, wakati wa operesheni hii inaanza, Irani ilitangaza daunono kwamba kwa yeyote ambaye atafanikiwa kutoa taarifa za kijasusi kuhusu rubani huyo alipo au atakapokamatwa, basi daunono lingetolewa kwa ambaye atafanikiwa kwa ajili ya hilo. Lakini baadaye pia Irani ilitangaza kwamba raia wote ambao wanaishi katika maeneo hayo au karibu na maeneo hayo waingie msituni kuanza kumtafuta rubani huyo, na baadaye video mbalimbali zikaonekana ule usakwaji wa rubani huyo ukianza mara moja, ambapo raia waliingia mwituni wakiwa na silaha kuweza kumsaka rubani huyo. Lakini baadaye helikopta za Marekani zilianza kuzunguka katika eneo hilo pamoja na ndege zao za kijeshi, lakini pia zilikumbana na mashambulizi makali. Hata raia pia walihusika kuweza kuzidungua au kuzishambulia ndege hizo pamoja na helikopta hizo, lakini Marekani bado haikuchoka. Kwa siku ya pili hapo jana waliendelea na operesheni yao kali kabisa ya kuweza kufanya utafutaji wa rubani huyo, na mapigano makali mno yameripotiwa usiku yakihusisha vikosi vya Iran, lakini vile vile wananchi ambao walijitoa muhanga kwa ajili ya kuweza kupambana kwa ajili ya taifa lao, lakini na vikosi maalum vya Marekani, yani Special Forces, pia vilihusika katika mapigano hayo. Mapambano makali yaliripotiwa na vyombo vya habari hasa vya Marekani viliweza kuripoti taarifa hizo, na baadaye ripoti zimekuja kutoka kwamba kupitia afisa mmoja wa Marekani amethibitisha kwamba Marekani sasa imeweza kumnasua rubani wake ambaye alikuwepo katika ndege ya F-15 iliyodunguliwa na Irani siku ya hapo Ijumaa. Sasa mtazamaji wetu, hizi ni taarifa za awali kabisa ambazo zimethibitishwa na shirika la habari la Al Jazeera. Bado tuko hapa kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Na nikushukuru sana kwa kuendelea kutuamini siku hadi siku.